lako Jehova likawe rais. Karibu tumpigie makofi. Amen. Karibu basi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Bwana kwa wakati kama hii. Ni wiki ya Pasaka. Kwa maisha ya Kristo inapasa kuangalia wokovu ilitoka wapi. Sio kuzaliwa kwake Yesu ambayo huwa Wakristo wengi wanasherehekea kila Christmas. Unabadilisha manguo kila Christmas, unapamba kila chochote kila Christmas. Lakini sikukuu ambayo inafaa Mkristo ajue zaidi ni hii sikukuu ambayo tunasherehekea saa hii. Pasaka ni nini? Ni siku ile Mungu alitoa kitu cha kwanza, event ya kwanza ambayo ilitendeka. Wana wa Israeli katika kifungo, katika mateso, katika mambo makuu ambayo mababu zao, wana zao, mpaka wajukuu walikuwa wanapitia katika nchi ya Misri. Lakini Bwana aliwatoa pale na mkono yake mrefu. Siku hii ni siku ambayo walikuwa wanasherehekea, siku ambayo walikuwa wanakumbuka, na siku hiyo ndio shetani naye pia ako na mipango yake. Kumbuka ndani ya maishani mwako ya kwamba siku ambayo unaweza ona kama ni siku ya muhimu sana, kuna adui yako ambayo yeye anaweza anakuchungulia tu. Nikikaa nilikuwa najiuliza, mbona hii siku ndio shetani alikuwa anataka ili auwe mwana wa kipekee wa Mungu, Mungu ambayo aliyatoa wale kwa mateso, alafu alikuwa anawafuata tu. Mbona hakuua au kwa sherehe nyingine? Sababu kuna sherehe mingi ambayo ilikuwa inatendeka pale wapi? Israeli. Naye akapanga ili hii siku ndio ilikuwa sherehe kuu, atoe uhai ya mwana wa Mungu wa kipekee, ili mpango ya Mungu ikuwe isemekana imefeli. Ni siku ambayo Mkristo inatakikana uangalie zaidi. Kuanzia hiyo wiki, najua maybe saa zingine wewe pia ulikuwa umechanganyikiwa. Najua maybe saa zingine haukuwa umeenda hata kwa maombi. Hiyo wiki hii Wednesday, siku yenye mwana wa Mungu alikuwa ameshikwa. Hiyo Wednesday hiyo siku ambayo Yesu alikuwa pale Getsemani akiwa na mlilia na machozi, mahali sasa damu ilikuwa inatiririka. Anasema, Baba, kama mimi nilikuwa nataka vile hivyo mimi nataka hii kikombe ingenitokea, lakini wacha mapenzi yako itendeke. Sio kuzaliwa. Hiyo ndio wiki ambayo alikuwa amepata wanafunzi wake wakiwa nalala. Jiulize, ni usingizi kiasi gani ambayo umesalala katika huduma, katika maisha ya Ukristo wako, katika wokovu. Usingizi aina gani ambayo umeshakuwa naye mpaka akapata sio mara moja, akapata mara mbili, akawaambia, laiti mngejua vitu za mbali zinakuja mbele zako,
Mungeomba hata lisali moja tu peke yake. Baadaye akashikwa, wakatembea na yeye, wakambandikia makosa yako yote. Hebu na makosa yako yote, makosa yako yote, makosa ya babu yako yote, makosa ya watoto wako wote walibandika kwa Yesu. Na ndio maana sisi tunaitwa walokole this time. Ndio maana ndio njia ambayo tumeingia nayo kwa wokovu. Siku hiyo ndio walibandika mateso yote juu ya Yesu, maugonjwa yote ambayo binadamu anaweza kubeba walibandika kwake. Biblia inasema kwa mjeledi ambayo alikuwa amechapwa tumepona. Na ilichapwa siku gani? Mambo yote siku hiyo waliandika kwa Yesu, wakapeleka faili kwa Pilato, wakapeleka faili kwa Herode, wakapeleka faili kwa Lusifa mwenyewe, ili Yesu asulubiwe. Na sisi wenyewe tukasema hatutaki huyo. Ni sherehe ambayo wao watu walikuwa wanatoa hata mtu mwenye alikuwa criminal, mwenye alikuwa amefungwa kabisa. Ni kitu ambayo ilikuwa siku ya furaha. Ikawa shetani akageuza ili abadilishe mpango ya Mungu. Hata siku ya leo nataka kukuambia, fikiria mambo yako, kitu ambayo umeshatamani, kitu ambayo umeshatamani ndani ya maishani mwako, maombi ambayo umeona umeshaomba masiku mingi na haitendeki, haisongi, sababu mafikirio yako maybe ulikuwa umeweka kwa yule Yesu ambayo alikuwa amefanya nini? Alikuwa amesulubiwa. Yesu ambayo alikuwa kaburini. Tukienda kufundisha pale, naenda kuongea kuhusu wale wamama wawili, wale wamama ambayo walikuwa wamekimbia kaburini. Luke chapter number 24. Amen. Nataka kukumbusha kitu kwa hapa. Na ujue kwa wale watumishi wa Yesu, wale watu 12, wale watu 12, hakuna hata mama mmoja mwenye jina yake iliapia pale. Na hawa wamama ndio huwa huduma inatoka kwa wamama, ikiwa sasa inaenea pale ni wanaume watupu. Na hapa tunaona kama wamama ndio walikuwa na ukumbe, wamama ndio walikuwa na ufunuo hii, sio wale ambayo walikuwa wamekomaa, hata wenye walikuwa wanatembea na Yesu, wenye walikuwa wanafika mahali Yesu anafufua Lazaro, wenye walikuwa wanapita mahali Yesu alikuwa anafanya miujiza kuu. Na hawa wamama ndio sasa walikuwa na huzuni hata kuliko hata wanaume. Wakaamua siku ya kwanza kama siku ya leo, ambayo wewe pia ulikuwa umeambia ndani yako ya kwamba asubuhi ya leo ya Jumapili ya Pasaka hii lazima nipatikane katika nyumba la Bwana. Hao mama akaondoka. Wacha tusome. Biblia inasema mnamo siku ya kwanza ya juma, alfajiri na mapema, wale wanawake walichukua yale manukato yaliyokuwa wameandaa na kwenda kaburini.
wakakuta lile jiwe limevingirishwa kutoka kwenye kaburi, lakini walipoingia ndani hawakuona mwili wa Bwana Yesu. Walipokuwa wanashangaa juu ya jambo hili, ghafla watu wawili waliokuwa wamevaa mavazi yanayong'aa kama umeme wa radi wakasimama karibu naye. Wale wanawake wakiwa na hofu wakainamisha nyuso zao mpaka chini, lakini wale watu wakaambia, sikia hapo, kwa nini mnatafuta aliye hai miongoni mwa wafu? Kanisa la amani, ndoto ambayo ilikuwa imetoka kwa akili yako, ukasema hii mambo haiwezekani ndani ya maishani mwako. Nataka kukumbusha ya kwamba mawazo yako ilikuwa imeshaenda, ya kwamba hii ndoto ilienda ni kama kitu ambayo ilikuwa imeenda kaburini, kitu ambayo imeenda kaburini, kitu ambayo inasaulika. Hata kama ni bwana yako, hata kama ni bibi yako, hakuna siku hata moja kitu ambayo iko ndani ya kaburi kama mtu anaweza kuwa na tumaini naye. Wale wamama walienda kutafuta Yesu ambayo juzi alikuwa amezikwa. Na mimi naogopa hawa mama, sababu ya upendo ambayo walikuwa wanapenda nayo Yesu. Hawakuogopa maiti, sababu mwili ile sasa haikuwa inaitwa Yesu, ilikuwa inaitwa maiti. Mtu yeyote akikufa, mnaona hata kama wale majemedari wa nini, hata kama Ogola, hata kama wengine, wakati huyo mtu alikuwa hai dakika kidogo tu, alafu baadaye anatangazwa amekufa. Sasa unapata kama mtu akiwa anaenda hata kumbeba wanavaa gloves, sababu sasa sio binadamu, ni mwili ambayo naitwa maiti. Na hawa mama peke yao, hii kitu ilikuwa inawaza ndani yao, wanasema ingawa hata kama amekufa sisi tutaenda, ingawa hata kama Herode ameweka maaskari wa kulinda kaburi hiyo, ingawa hata kama wameweka vitu kiasi gani ili tuzuie, tuzuilie, ili tusifike pale, lazima tutarauka asubuhi. Wamama wakajiandaa, wakaweka mafuta mzuri, manukato, wakaenda. Lakini walikuwa na nena kila mmoja ndani ya moyoni mwake, akisema ile jiwe kubwa ambayo ilikuwa imewekwa pale kaburi, ni nani atatuondolea? Jiulize ndani yako. Wamama wanauliza, nani atatutolea ile ili tuingie ndani? Nataka kuambia siku ya leo, ukijiwachilia mbele za Mungu, hakuna kitu inaweza kushinda Mungu wetu. Hakuna jambo ambayo inaweza kukushinda huyo Mungu ambayo unatafuta. Ukijiwachilia mbele zake, na sio kujiwachilia ukionyeshana ya kwamba mimi nimejiwachilia, sababu yule ambayo anakuchunguza ndani yako, huyo anaangalia roho. Angalia, hata kama unahubiri, kama nahubiri saa hii, nikihubiri lakini mimi nahubiri na mdomo, lakini ndani yangu haina Yesu, ni kitu bure. Yesu anaangalia ndani. Yesu angalii sura, Yesu angalii mali, Yesu angalii kitu chochote.
na hapo ndiyo maana hakuwa ameenda kuonyeshana kwa wale wakina Simoni Petero, sababu wale wangekimbia, wale wangesema hii ni Satani, huyu sio Yesu, huyu ni Shetani, wangekimbia. But walikuwa wanaangalia wale ambayo mioyo yao ilikuwa inachomeka, ilikuwa nasema hata kama ni nini sisi mimi nashangaa hata wakina Simon Petro hawakuenda, hawakurauka asubuhi, Andrea hawakuenda, mpaka wale wengine wote hawakuenda. But hawa wamama juu ya upendo ambayo walikuwa nayo ndani ya Yesu, wakaamua wakasema, hata hatutamwambia hata Simon, wakina Simon, hatutawaambia hata wale majirani. Jiulize siku ya leo, kuna kitu ambayo nataka kwenda ili Yesu akufanyie siku ya leo. Usimwambie jirani, sababu hiyo ni siku, ni siri yako. Ingia ndani ya roho yako, zungumza na roho yako ndani, mwambie hata siku ya leo, hata kama ni nini mbaya. Wamama hawakuangalia wale masoja, hawakuangalia kitu chochote ambayo iko mbele yao, lakini ndani yao upendo ndio ilikuwa inawasukuma. Upendo wa Mungu ndio ilikuwa inawasukuma. Wakasema hata kama itakuwa mbaya, wacha tufike tu. Vile walifika, tukisoma hapo chini kwa verse 5, Biblia inasema wale wanawake wakiwa na hofu wakainamisha nyuso zao mpaka chini, lakini wale watu wakamwambia, kwa nini mnatafuta aliye hai miongoni mwa wafu? Hayupo hapa, amefufuka. Kumbukeni alivyoambia ya kuwa bado yupo pamoja nanyi huko. Kumbukeni alivyoambia alipokuwa bado yuko pamoja nanyi huko Galilaya, kwamba ilikuwa lazima mwana wa Adamu atiwe mkononi mwa watu wenye dhambi, waovu, wasulubiwe, na siku ya tatu afufuke. Usiangalie ni pastor, usiangalie ni mhubiri, usiangalie nini. Hawa wamama hawakuwa na cheo, na malaika wa Bwana hakaenda kuwakumbusha hawa, kumbukeni vilivyo alikuwa anaongea. Wale hata wenye walikuwa wakubwa, wale walikuwa wakubwa kwa hata hiyo ushirika wa Yesu, wakina Simoni Petero, wakina Andrea, wakina Judas ile mwingine, wakina Bartimayo huyo, hawakuwa wamefanya nini? Bwana hawakuwa wameambiwa wa kwanza, lakini akawaambia tu yule hawa tu wa mama tu. Kumbukeni vilivyo alikuwa amesema. Nyinyi kama church, na kuambia hata siku ya leo, siku ya Pasaka, kumbukeni vilivyo andiko inasema. Kama Bwana ni muongo hata kufanyia, lakini kama yeye ni yule ambaye namjua, atakufanyia chenye roho yako inahitaji. Ukiwa uko umeamini ndani yako, na ukiwa una doubt, hautamuona. Ukiwa uko na doubt, hautamuona hata kama umefanya nini, hata kama umeokoka. Example, wakati hao wamama walikuwa wametoka kaburini, wamama walikimbia mpaka mahali Simoni Petro walikuwa wamejifungia kwa nyumba, na wakawaambia, hii jambo kama hii ndio tumepata pale kaburini. Watu wa kwanza
ni wale walikuwa kwa mpangilio wa mbele, wakasema pana, hiyo ni uongo. Mary Magdala, sisi tuliona na macho akikufa, tukaona akidungwa na mjeledi, tukaona kama nazikwa, mpaka mawe kubwa imewekwa katika ile kaburi. Ni nini unataka kutuambia wewe? Maybe saa zingine wewe umepata nini? Umeona shetani. Miujiza yako ya Mungu inaweza kuwa kama shetani, na mwenye ameamini neno inaweza kubadilisha wewe, hata kama ya siku moja tu, na ni kitu ambayo umesha tafuta kwa miaka mingi. Neno inaweza kubadilisha maisha yako. Neno ya Mungu inaweza kufanya wewe sio kama wewe watu walikuwa na kuona, ukiwa unaamini ndani yako. Lakini sio kukaa kutembea na Yesu, kuhubiri, kuona miujiza wa Yesu. Hiyo neno bado inaweza kukupita. Malaika hawakuongea na Simon Petero. Petero akatoka mbio, anasema mimi naenda kuona, mimi naenda kuona, mimi naenda kuona, mpaka kaburini. Kufika kaburini, alipata malaika. Unasomanga hiyo, alipata malaika. Kama mimi Biblia yangu ndiye nasema, sababu Mungu aliona hawataamini saa hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kama roho yako haiwezi kuamini kwa miujiza wa Mungu, huwezi kuona hata malaika wa Mungu. Simoni alikuwa karibu na Yesu. Mimi nashangaa, akakimbia pale, kufika pale akaona zile majoho ambayo ilikuwa imefungwa ndani iko pale, kaburini iko wazi, lakini ameshindwa atasema nini. Inamaanisha Mungu anaangalia roho. Wamama walikuwa wamesikia tu, wanaona tu malaika na wakanini na wakaamini, mpaka Yesu mwenyewe akatokezea akasema, mimi ndio huyu, mkono yangu ndio hii na ingine ndio hii. Lakini enda mwambie wakina Simoni Petero ya kwamba waende huko Galilaya, mahali nilikuwa nawaambia, tutaenda kukutana huko. Hata mimi nataka kuambia neno bado inakuja, na kama umejitayarisha, hapo ndio itakuwa Galilaya yako, mahali utakapokutana na huyo Mungu. Lakini usipoamini, hakuna kitu utaona. Ibada itakuwa kama ibada ya kawaida, na Yesu anafanya kazi. Sababu nakuambia, kuna mahali nilikuwa nimesoma hapo katika verse 5, Luke chapter 24 verse 5, mahali malaika aliwaambia, kwa nini mnatafuta? Kwa nini mnatafuta aliye hai miongoni wa wafu? Jibu lako liko tu hapa. Maombi yako umeshajibiwa, unaambiwa chukua, lakini wewe bado unatafuta. Maybe uende utafute anointing oil, maybe uende utafute hata sijui mwenye anakuombea kiasi gani, maybe uende kwa yule mwenye anakufanyia miujiza uanguke, ndio sasa unapata ati hiyo ndio miujiza yako. Utakaa hivyo wapendwa? Msitafute Yesu kaburini, msitafute miujiza mahali ujui. Jibu lako iko hapo. Na nataka kuambia tena, Yesu sio kama binadamu. Yesu anaweza kubadilisha hata huyu ndugu yetu nani, na yeye ndiye anakuja anakuambia hivi, na wewe unasema Amos, wachana naye Amos. Sababu Biblia inasema mawazo yake sio kama wewe yako, na njia zake pia sio kama wewe.
na Yesu anafikiria kama Mungu. Tukienda mbele, wacha tusome verse 13 katika hii andiko tu. Luke chapter number 24 verse 13. Nimekuambia yeye anaweza kuwa kama binadamu, na unaweza kumdharau, unaweza kumtukana, unaweza kusema chochote juu yake, na natembea na wewe. Umeokoka na natembea na wewe. Anataka kujua, je, huyu pia ni mtumishi wangu? Huyu pia ameokoka kweli? Huyu pia. Sasa wakati njiani ya kwenda Emmaus, ni kitu ambayo ilitendeka, ni kama hapa kitu ambayo imetendeka hapa Nairobi. Jambo hakuna hata mtu mmoja mwenye ajui, sababu ilikuwa kitu ambayo imetangazwa, watu wakaona, watu wakaenda kumshuhudia tu. Yani yule mtu ambayo alikuwa anafufua mtu mwenye amekufa, yule mtu ambayo alikuwa anatoa hata mlemavu huko juu akwe salama, yule mtu mwenye anaponya miujiza ambayo amesalemea mtu 38 years akiwa anaenda kusulubiwa, huyu mtu atakufa kweli? Sio wale wote wenye walikuwa naenda huko Kalvari walikuwa wameenda huko kuona nini. Kuna wenye walikuwa nataka kuona tu hakika ni huyu mwenye alikuwa anafanya miujiza kuu anaenda kuuliwa, huyu atakufa kweli? Mwenye ametoa mtu akiwa amelala kaburini siku ile anaweza kufa? Pale ni habari ambayo kuna mpaka watoto wadogo walikuwa wanajua. Alafu yeye anajifanya, huyo Mungu anajifanyanga. Nataka kuambia siri ya Yesu. Yesu anajifanya, Yesu anaweza kuwa hata huyu mtoto. Yesu anajifanya, Yesu anaenda kwa yule mwenye unamdharau. Yesu anajifanya anaenda hata kwa yule kanisa ambayo unasema hapa muujiza haiwezi patikana. Alikuwa anatembea nao wakina Kleofasi, na anawasikiza tu, au wanazungumza kivyao. Je, kama wangekuwa wanaongea mbaya kuhusu Yesu? Je, kama wangeongea mbaya kuhusu Yesu? Na Yesu amebadilisha sura. Ni yule mwenye alikuwa jana, yule mwenye ako leo ambaye umekuja mbele zake. Anaweza kugeuza sura yake. Anaweza kukuja kwa hata pale barabarani, mtu mwenye au inspect kama ni huyu ni mtu wa Mungu, na anatembea tu na wewe, anaongea, mnapiga story, yeye pia anakuchangia vizuri, but asua ndani yake sio yeye, sio huyo mwenye unamuona ameenda akaingia ndani ya mtu. Hapo Biblia inasema, enda na pamoja nami hapo. Hiyo ni siku yenye alikuwa amefufuka. Asubuhi wake wamama wenye walikuwa wamejawa na hofu ndani yao, wamama wenye walikuwa namlilia kwa huzuni, wamama wenye walikuwa na huzuni sana, ndio akamtokezea, akawaambia wamama akapeleka ujumbe pale mahali sasa watumishi wake walikuwa. Tena anaenda siku hiyo
kwa barabara, sio kwa hekalu, sio kwa kanisa, sio kwa wale ambayo walikuwa naona kama anatoa miujiza, sio kwa wale ambayo walikuwa wale ndio sasa watu ambao watu wanaweza sema wale ndio walikuwa wameokoka, sababu wale ndio walikuwa wamebatizwa na Yesu, tena Yesu akawaahidi wanatembea na Yesu pamoja. Sio kwa wale, akaenda kwa wafundisi wanafunzi tu wake ambayo walikuwa wanatembea kwa barabara. Sasa wanatembea, tusome hapo. Mimi nataka kukua akili yako utazame Yesu. Usitazame kitu chochote ambayo ilikuwa umeweka kama vikwazo mbele zako. Usiweke hata mawazo yeyote mbele zako. Nataka kuambia Yesu anaangalia roho, na huyo Bwana anaangalia msimamo wako na wokovu wako. Hata angalia ati unaendaga unafanya unaomba namna gani, anaangalia vile unatembea naye. Roho yako inabeba sehemu yake, ama roho yako imejawa tu na vitu zako na vitu za dunia. Na kama kuna sehemu ndani yako, atakuja na atakuja kama Yesu ambayo anatoka huko juu anaanguka. Atakuja njia ambayo wewe hautajua. Biblia inasema katika verse 13, ikawa siku hiyo wanafunzi wawili wa Yesu walikuwa njiani wakienda kijijini cha Emau, yapata maili 7 kutoka Yerusalemu. Walikuwa wakizungumza wao kwa wao kuhusu mambo yote yaliyotukia. Walipokuwa wakizungumza na kujadiliana, Yesu mwenyewe akaja akatembea pamoja nao, lakini macho yao yakazuiliwa wasiwatambue. Wadada zangu, kuna kitu nataka kuonyesha hapo kidogo. Usione kama mimi Pastor Alois ndio Yesu anaweza kuwa ndani yangu. Usione kama bishop yeyote ama wale wanajiitwa daktari, reverend, whatever, ndio Yesu anaweza kuwa ndani yake. Yesu anaweza kutembea na wewe, na Yesu anachungulia ndani yako vilivyo kitu ambayo unatazama, unaongea, imani ambayo unatembea ndani yake. Hapo ndio sasa anatembea nao na kabadilisha sura. Hao wanasema hiyo kitendo ilikuwa cha unyama, mtu mwenye hana makosa, mtu mwenye nini. Na Yesu mwenyewe anaona kama akili ya hawa iko kwa yule ambayo amekufa na hata kufuka, na huyo atazama huko, atazama kabisa milele na milele. Yesu anataka kukuondoa katika mawazo unaona kama mambo yako haitafanyikana. Yesu siku ya leo ukiamini atakuondoa kwa yale yote ambayo unasema hii haiwezekani ndani ya maishani mwako. Bwana ako hapa na kuna wewe umekaa na yeye, unazungumza na yeye. Hata kama unataka kuchezea kama yeye ndiye sasa, yeye ndiye ako partner yako. Ikifika saa ya maombi, omba ukijua huyo amesimama hapo na wewe. Hao walikuwa wanazungumza na yeye, anawasikiliza na yeye, amebadilisha sura na yeye anatembea nao. Lakini kitu cha mzuri, imani ambayo hao walikuwa nayo, hawakuongea vibaya. Ni jambo moja tu ambayo walitofautiana, sababu Yesu ameamini maandiko. Hata kama umeokoka na hujaamini maandiko, hakuna miujiza yeyote ambayo utapata kwa Yesu. Yesu ameamini maandiko,
je, iliandikwa aje? Kitu chochote ambayo unataka kwa Bwana siku ya leo, sitaki kuwachelewesha kidogo. Nataka mtafute chochote yenye unataka kwa Bwana. Ukiwa unaamini maandiko, aliwakumbusha hawa, je, imeandikwa aje? Sababu akili yao watu wako kwa yule maiti ambayo wako kaburini. Akili yao wako kwa yule ambayo walisulubiwa kama wanaona. Akili yao wako kwa yule ambayo hawajaamini sababu andiko walisomewa wakafundishwa, lakini hawakuamini. Na ni watumishi wa Mungu ya kwamba Kristo mwana wa Mungu hatasikwa, atawekwa kwa mikono ya watu wabaya, hakasulubiwa, na siku ya tatu atafufuka. Wakasimama nyuso zao zikionyesha huzuni. Mmoja yao aliyeitwa Kleopa akamuuliza, je, wewe ndio peke yako mgeni huko Yerusalemu ambayo hukufahamu mambo ambayo aliyotokea siku hizi? Ndani yako maybe saa zingine unasema, unanung'unika, unazungumza peke yako, na huyu mwana wa Mungu ako kando yako. Bwana ako kando yako na anatembea na wewe, anapiga stori na wewe, anazungumza na wewe, anaona vilivyo wewe umeokoka. Kuna walokole ambayo wameokoka siku ya tatu, siku ya kuimba, siku ya kwenda mbele za Bwana, lakini akitoka pale yeye ni mtu mwingine. Anaweza ongea vile anataka, anaweza fanya vile anataka, anaweza simama mahali na ujui huyo mgeni ambayo humjui kando yako. Maybe saa zingine ni yule ambayo umetumwa tu akukuangalilia, akusome. Yesu ndio huyo. Yesu anasema hawakuwa wanajua. Biblia inasema viongozi akamuuliza mambo gani? Wakamjibu, mambo ya Yesu wa Nazareti, yeye aliyokuwa nabii mwenye uwezo mkuu katika maneno yake na matendo yake mbele za Mungu na mbele za wanadamu wote. Unasikia mtu mwenye ako na imani ndani yake. Fuata tu andiko pole pole. Huyo ni mtu mwenye ako na imani ndani yake, ameokoka kwa ukweli. Jambo litokea, lakini ndani yake Yesu inawaka, moto wake wa Yesu inapatikana ndani yake. Akasema no, hujasikia? Mtu mwenye hawana lawama, mtu mwenye hakuna uwezo juu kwa binadamu pamoja na mbele za Mungu, huyo amemsifu Yesu already. Alafu tukienda hapo mbele tutaona hivi viongozi wa makuhani na viongozi wetu walimtoa ahukumiwe. Hii jambo ya Yesu haikuwa mambo ya kawaida. Sisi wakuhani tulimhukumu, akapelekwa mpaka kwa Ruto, mpaka kwa waziri, mpaka kwa gavana. Hawa pia wakasema, wakaweka saini, alafu tena wakarudiwa kwa watu kama nyinyi.
watu yaani watu wa ulimwengu sasa pia wakaweka saini, asulubiwe, asulubiwe. Sio jambo ya rahisi ndani ya mbele ya Mkristo. Sasa ndio sasa alikuwa na mhoji hapo, na hapo mambo inaenda kusema hivi, lakini tulikuwa tumemtegemea kwamba yeye ndio angelikomboa Israeli. Cleophas akanena jambo ambayo ilishika hata moyo wa Yesu, ya kwamba huyu ndio alikuwa tegemeo letu, huyu ndio tulikuwa tunajua anaweza kutukomboa. Lakini kwa bahati mbaya, hawa viongozi wetu pamoja na makuhani wameumuua. Hapo ndio sasa Yesu anataka kuongea. Mkristo ambaye tumaini lake yeyote imekufa, nataka urudi kwa andiko. Na hapo ndio sasa, baada ukisaona mimi siwezi, hii haiwezekani, mimi mambo imekwama, hapo ndio sasa Yesu ataongea. Ukishanini Yesu akamjibu aje? Na nakusomea tu mimi kitabu hiyo moja tu ya hiyo Luka chapter 24. Ukienda hapo mbele tumetoka kwa verse 13 tukiteremka chini. Verse 21 inasema, lakini tulikuwa tumetegemea kwamba yeye ndio angelitukomboa Israeli. Zaidi ya yayo, leo ni siku ya tatu. Kumbuka siku ambayo Yesu alikuwa amesema atafufuka siku ya tatu. Kumbuka anasema hayo, leo ni siku ya tatu mambo haya ya kutokea. Isitoshe, baadhi ya wanawake katika kundi letu wametushuhudia walipokwenda kaburini leo alfajiri. Hata saa hii Shela akisema hapa Mungu amemwambia, juu wewe umemzoea Shela hautaamini, na Yesu hautaona na macho usipoona Shela. Juu huyu Bravin akiamuka akisema nilikuwa nimeona hii, hautaamini, hautaona Yesu. Yesu atakuja na aingia ndani yake. Sasa hapa hao walikuwa namwambia Yesu ati baadhi ya wamama, juu ile habari alikuwa amesikia ya kwamba Yesu hayuko kaburini, na hao wamama inamaanisha walikuwa na doubt. Hao wamama anasema ati hayuko, walikimbia kaburini. Kumbuka hata wakina Cleophas hawakwenda kaburini, wakina Cleophas hawakwenda, Simon Petero kaenda, lakini hawangeona hata malaika, sababu imani yao ilikuwa wapi? Chini. Hakuna mwenye anawazungumza, sababu imani yao ilikuwa wapi? Chini. Lakini wale wamama ambayo walikuwa na tumaini ya kwamba hata kama jiwe imejaa katika ile mlango ya shimo, sisi tutaenda tu. Hata kama nanuka, sisi tutaenda tu. Hata kama kuna kiasi gani ambayo inaweza kunuzuia, mimi nitaenda, lazima tutapaka fanya nini? Tutamuona. Hawa ndio wamefunguliwa hata hii mambo. Mtu mwenye amefungulia ndio raki kumtafuta huyo Yesu. Hata asubuhi wa leo utakutana na chochote ambayo unataka. Hapo Yesu alikujibu aje? Yesu akamwambia, lakini hawakukuta mwili wake. Hiyo 23. Waliporudi wakasema wameona maono ya malaika ambayo waliwaambia kwamba Yesu yu hai. Kisha baadhi ya wenzetu walikwenda kaburini
wakalikuta kama lile wale wanawake walivyosema, lakini yeye hawakuwaona. Mwenye ako na imani ndio hata miujiza yake itatendeka siku ya leo. Mwenye ako na imani ndani yake ndio maombi yake itajibiwa. Mwenye ako na imani, wale ambao walikuwa wanakimbia wakienda kutafuta mwili kaburini, maiti, Yesu hawakuwaona, hawakuona Yesu. Na ndio maana wakina Cleophas walikuwa nasema hata baadhi ya watu wetu wakakimbia pale, na hawajaona malaika, hawajaona maono yoyote, hawajadili, wamerudi tu hivyo empty. Hata ndani ya kanisa hapa kuna mwenye amekuja na ataenda empty juu wako wamejitayarisha, na wale wamama walikuwa wamejitayarisha, wameweka mpaka mane ili waende wapake nayo hiyo mwili. Wameenda wamejua pale kuna jiwe kubwa ambayo iko ndani ya kaburi. Nani atatuzingirisha hiyo mawe? Walikuwa wamejiani. Mkristo mwenzangu, ukiwa unakuja mbele za Mungu, tafakari ni siku gani? Na je, wewe pia unaweza kutana na malaika siku ya leo? Jibu lako linaweza tokea siku ya leo. Usiangalie hapo nimekutoa. Usiangalie mwenye anaongea na wewe amevaa koti ya black. Usione mhubiri mwenye atakalo kuja amevaa suti aina gani. Usione hata mama mwenye anaimba hapa hapo namna gani, na wewe ujaji. Yesu anatembea na wakina Cleophas. Yesu anaongea na wakina Cleophas. Juu anataka mpaka hiyo conversation yake ya watu wamalize conversation yao. Umeshafika ndani ya hiyo wokovu wako. Hii ndio ya wokovu, umemaliza. Na katika conversation, katika hii barabara ya wokovu, jaribu kujua ya kwamba hata kando yako mwenye unatembea naye, ujue unatembea na nani. Hata kwa maneno matamshi ambayo unasema, ujue unaongea na nani. Hata kwa mienendo yako vilivyo unatembea, ujue unaongea na nani. Unaweza ongea na Yesu, na Yesu anakuchungulia, na Yesu amefunika uso yako, na utamjua, ila tu hata utamkani. Hapo Biblia inasema Yesu akawaambia, the first time mwana wa Mungu kutoa maneno kama ya matusi, jua anaongea nao watu, na amekaa nao watu, ametembea nao watu, ameonyesha watu upendo yako yote. Yeye ndio mtu mkubwa, na akikuja hivi anakuja hata nini yake, anaosha hata mguu yao, anaonyesha hata watu wakikosa kunini, unashtukia tu pesa inaweza kuingia kwako mpaka hii pesa sijafanyia kazi lakini hakuna mtu mwenye anadai. Mwenyewe anasema nimekupatia, hiyo ni yako. Mambo ambayo unaona kama ni ngumu, kitu ambayo unaona kama haiwezekani, Yesu yeye mwenyewe, ukiwa roho yako ni ngumu, atakuita wewe ni mjinga, sababu umekuja, mvua ilinyesha, ukatoka kwa barabara, umekanyaga matope, umekuja. Lakini ukifika kanisani wewe unalala, ukifika kanisani neno inapita, ukifika kanisani wewe unaangalia tu baadhi ya watu. Kama wewe ni mama unaangalia na nani leo ameshuka na kiasi gani, ameshuka nywele aina gani, hiyo nywele yake inakaa.
Ukiangalia nini hii koti yake hii moja hii, wewe enda tu na hiyo koti moja, enda tu na nywele ya huyo, enda tu na kitu ambayo unafanya. Lakini upande wa Bwana anakusema wewe ni mjinga, sababu andiko haingii ndani yako, inaingia na inatoka. Hivyo ndivyo hao wanafunzi wa Yesu, andiko ilikuwa inaingia. Tunasema hapo, tunasoma hapo, Yesu akawaambia, nyinyi ni wajinga kiasi gani? Nanyi nanyi ni wazito mioyoni mwenu kuamini mambo yote yaliyonenwa na manabii. Je, haikupasa Kristo kuteswa kwa njia hiyo na kisha aingie katika utukufu wake? Naye akaanzia na Mose na manabii wote, akawanafunulia jinsi maandiko ilivyonena kuhusu yeye. Nao wanakaribia kile kijiji. Fikiria, ameingia hata kwa mafundisho, mpaka watu waingie mpaka kwa kijiji. Yesu akaenda nao mpaka kwa meza. Bwana hajawajitambulishia. Mambo itajulikana wakati wamemega mkati. Kumega mkati kama hii saa hii, ambayo sasa mkati inakuja hapa mbele. Mtu mwenye ako na ufunuo, macho yake atafunguka, ataona mbele, ataona kitu ambayo macho ya binadamu hatajaona, sababu kuna mkati. Naongea kuhusu mkati ya kiroho, sio ile mchele yetu. Bwana Yesu asifiwe. Utafunuliwa macho, na hapo ndio sasa utajua, utasema, Bwana, nimengojea kwa wakati mingi, mimi nataka mambo yote itendeke, sababu umeshakumbuka ya kwamba uko na Bwana. Biblia inasema hao watu hata maili 7 hiyo, hao watu hawakulala Emmaus, hawakulala, wakatoroka hapo, wanarudisha maneno. Nakumbuka wale watumwa wa Yesu, hao walikuwa nasema, nyinyi mmeona shetani, nyinyi mmeona shetani. Bado hawakuwa wanaamini. Mkristo mwenzangu, ingia ndani ya roho yako, simama kwa miguu yako. Tunataka kuenda mbele za Bwana. Nimekukumbusha tu kitu kimoja, neno ni wewe. Nimerudia, macho yako ukiamini ndani ya roho yako itafunguka wakati hiyo mkati Bwana anamega. Macho yako itafunguka, na kitu ambayo roho yako inahitaji kwa miaka mingi, jibu lake liko leo. Njia ambayo unaona huwezi kutembea, unaweza kuwa unatamani siku moja, Bwana, hata mimi nitapanda ndege. Iko, utapanda. Unasema mimi natafuta hata nyumba. Iko, utapata. Hebu nataka kuambia, tafakari maisha yako. Usiombe Bwana, ati leo nikitoka hapa nitakula nini? Nimechoka na ile sukuma. Sababu ya Bwana imeshinda hiyo sukuma. Maneno hiyo kubwa ambayo iko ndani yako, na hii Pasaka ambayo Yesu amefufuka, yuko kaburini tena, tafakari ndani yako. Ni wewe tu
Mwambie mambo mazito ambayo nakuja mbele zako, na wakati nakuja ambayo neno lake lianguka chini sipati. Mwambie Bwana hiyo gari upatikane ndani yake. Gari ya hiyo siku ya leo upatikane ndani yake. Gari ya hiyo ya majibu ya miujiza ipatikane ndani yake. Maombi yako isikike. Jambo ambayo unaona ni ngumu ipatikane. Gonjwa ambayo unaona ipone, ipone katika jina lake Yesu. Njia ambayo unaona huwezi tembea, Bwana atakujibu. Jehova sifa na utukufu. Bariki neno lako Mfalme, bariki neno lako Yesu. Kumbuka andiko lako Bwana siku ya leo, na ujulikane Baba kwa majibu utakalo Yehova. Fanya kwa watu wako Baba siku ya leo. Jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen.